kipengele kifupi tu cha nigusie kwa habari ya umisheni, kwa sababu Jelas nakumbuka ni mchungaji na wengine tumekuwa tukifundisha masomo ya umisheni. Huwezi kufundisha kwa dakika kwa lisali moja au masaa mawili. Umisheni ni eneo pana. Jamani, amina. Amen. Lakini Mungu amenipa neema na mimi kwenye kongamano haya niambia, ukishafundisha hapo maramba mawili, kesho naanza mahali pangu na mimi kulima mlaba wangu. Takuwa section ya Kibamba Kusini chini ya mwangalizi Nguo. Somo nilopewa ni kijana na uamsho. Kwa hiyo kesho nitakuwepo hapo zaidi ya masaa 4. Nikitoka hapo Ijumaa nitakuwepo section nyingine. Nimepangiwa section ya Kibamba Kati chini ya mchungaji Mtume Amon Nyimbi. Bwana sifiwe. Nyimbi tulimaliza mwaka mmoja pale Mbeya, mwaka wa 2002. Tamaliza Ijumaa hapo, na jioni saa 11, saa 10:30 mpaka saa 1 kasoro takuwa section section ya 4 ya Goba. Na kibarua kirefu mpaka Jumapili. Neema ya Bwana itakuwa juu yako. Amen. Mwenye enzi mtakatifu, na kushukuru kwa zawadi ulionipa ya uhai, na kwa zawadi ulionipa nihudumieni kundi zuri ambalo Bwana ni kanisa lako, umenunua kwa damu yako ya thamani. Asante kwa upendeleo huu mkuu. Asante kwa sababu umekusanya vijana hawa. Kuna neno la kusema kwa ajili yetu. Sisi tunanyamaza kimya ili wewe Mungu kaseme nasi katika jina la Yesu. Amen. Pia niko na mwanangu, kiacha watoto wangu wale wengine wa kiroho Galilaya wapunge mkono pale walipo. Wameimba ila sio kwa wingi. Naamini kesho wataongezeka. Lakini na binti yangu wa pili, Mungu amenibariki na watoto 3. Wa kwanza anaitwa Daniel, wa pili Glory, na wa tatu anaitwa Gideon. Sasa nimekuja na wa pili. Mtoto wangu mzuri asimame pale alipo. Tumefanana na mimi, na ni kiongozi pia wa kitengo cha watoto wachungaji. Yeye ni makamu mwenyekiti wa kitengo kile cha watoto wachungaji. Pokeeni salamu pia kutoka kwenye ofisi yangu kwa makao, mchungaji wetu mzuri Mitas Shadrack, katibu wetu Sauti ya Nzege, Pastor Robin Ndumbaro, na mtunza hazina makini, mtumishi wa Mungu ambaye potei change yoyote, Adamu Muheri. Sifa ya mtunza hazina ni kuwa mwaminifu. Najua kuna watunza hazina wa matawi hapa. Iweni waaminifu na Bwana atawabariki. Na sifa ya katibu ni mchapakazi, na mwenyekiti ndio mbeba maono, na makamu ndio muunga mkono wa maono. Kule Dodoma nimefuatilia kwenye NYTV, moto umewaka Dodoma. Sio kwamba tukauzime, bali tunaitwa wanaume tukauendeleze. Kwa mara ya kwanza ukumbi wa CBC pale umefurika wanaume. Wamejaa wanaume kweli kweli. Na ni mpaka Jumamosi wanaondoka kule. Na haijawahi tokea wanaume kwa wengi kama walivyokuwepo wakati huo. Kwa hiyo leo kwamba huu ni wakati wa Bwana Mungu kutuhudumia. Sasa niende na eneo la kwanza kama ambavyo nilipewa kufungua, alafu nitarudi nitagusia kipengele somo la umisheni. Na wamefanya vizuri sana kuleta umisheni kwetu vijana. Naomba
tusome kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Jamaa anaitwa mchungaji Peter Kangalao, asionifahamu. Ukisahau niite Mnyarukolo inatosha. Kuna Wanyarukolo hapa? Mpulike. Hawapo kwa bena tu hapa. Mnyarukolo maana yake ndugu. Sasa na mimi ni ndugu yako. Waraka wa pili wa kwanza wa Yohana, sura ile ya pili. Makamu, wewe ni mwalimu, naomba usome Makamu mstari wa 14. Anzia mstari wa 14. Makamu mkurugenzi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wake ule wa 14. Maandiko yanasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Ndio. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Ndio. Maana kile kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vinatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu hadumu hata milele. Watoto, inatosha. Anasema ule mstari wa 17, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Andika kwa ufupi kwa neno la ufunguzi, nadhani itachukua kama nusu saa, alafu niingie kwenye umishele, thamani ya kijana aliye ndani ya kanisa. Thamani ya kijana aliyopo ndani ya kanisa. Na mhubiri anazungumza maneno haya kwenye ile sura ya 12. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo, kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Haleluya! Thamani ya kijana. Katika kufungua kwangu nilimwomba Mungu niseme na wewe kwa habari ya thamani ya wewe kijana ambaye umeokoka. Unasema Yesu ni Bwana, na ndivyo ilivyo. Umeaminiwa na Mungu na umeaminiwa na kanisa. Bwana asifiwe. Wewe ni wa thamani sana. Mwambie mwingine, wewe ni wa thamani sana. Mbingu ndivyo zinakuona, kanisa ndivyo linakuona, lakini pia wewe unapaswa kujiona hivyo. Kuna vitu vingine ambavyo wazee hawawezi kufanya, na ndio maana ukiangalia makanisani mwetu tuna kundi kubwa la vijana. Hata kwenye taifa, kama sitakosea, takwimu zinasema karibu 70% kwenye taifa ni vijana, na kama ni vijana wanapaswa kuangaliwa kwa namna nyingine. Bwana Yesu na kwa sifa. Sasa kadhalika kijana aliyeokoka, kule kuokoka kwake kunampa thamani tofauti na yule ambaye hajaokoka. Wewe umeokoka, mimi nimeokoka. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli tawekeni huru. Bwana asifiwe. Mimi sijaokoka muda mrefu sana,
kama Dr. Eliza, kama Dr. nani hapa wewe, Dr. mtarajiwa, kama Pastor Jelas, kama mchungaji msaidizi wa mali hapa, kama Neema. Mimi nimekuwa 90 na juzi hapa 93 juzi hapa 93. Alikuwa mwanadini mzuri sana, na Mungu aliniokoa bado nikiwa kijana, sijaoa, na inawezekana kwa sina hata mpango wa kuoa, lakini baada ya kuokolewa nimeona mabadiliko makubwa sana kupitia wokovu wangu ambao Mungu alinipa 90 hiyo juzi hapo. Nikashangaa Mungu akanipa mke mzuri mno. Wewe Glory, sasa usikilize Glory wangu. Unanielewa? Mungu akanipa heshima. 93 nimekuwa Kinondoni. Mungu akashangaa akanipa na ndoa, akanipa na watoto, na sasa akanipa na kanisa. Kuna mahali Mungu anataka ufike kama kijana. Kuna mpango wa Mungu ulio kamili ili kutimiliza kusudi lake kwa ajili ya maisha. Na tujivunia sana kuitwa vijana. Na mimi niseme ni mwana CS bado. Hata kama nimeambiwa miaka mwisho wa CS ni miaka mingapi? Mimi nimevuka, na jela sasa nimevuka. Bwana sifiwe. Lakini bado ni kijana. Na sipendi kufanya vitu kama mzee. Napenda kufanya vitu kama kijana. Amina, kutia moyo, fanya mambo kama kijana. Kama ni kuimba, kama ni kuimba kwa ufupi wa vijana, imba kama kijana. Kama unapewa kuongoza maombi, ongoza maombi kama kijana. Umepewa kufanya usafi kanisani, umepewa kufuta viti, umepewa kufanya huduma yote, yaani na kutia moyo, usifanye kama mzee, fanya kama kijana. Maana kuna wakati utakuja, utatafuta ule wakati wa ujana wako, hautaupata tena, lakini utakuwa unauchezea ujana wako. Unaposema kijana ni yule mtu kuanzia 15 kwenda mpaka 45, tunamuita ni kijana. Anaweza kuwa wa jinsia ya kike, anaweza kuwa wa jinsia ya kiume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwenye uchungaji wangu ambao ni wa juzi hapa wa 2000 nilipookoka, nilipomaliza chuo 2000 na nikaanza 2005, huwa napenda kitu kimoja sana, mwanamke anapoitwa kwenye wito. Bwana asifiwe. Amen. Yaani huwa nabarikiwa sana binti anapoitika wito. Lakini kundi la pili ambalo nalipenda ni kundi la vijana wanapoitika wito. Vijana uwe wa jinsia ya kike, uwe wa jinsia ya kiume, unapoitika wewe una mwendo mrefu wa kuifanya kazi ya Bwana, tofauti na sisi wazee. Inakwenda 50 na kitu, sikwambii nimefikia ngapi, lakini kwenye 50 na. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama umeitwa ni kijana, usiitike kwenda kwa mchungaji wako unatembea kama mzee fulani. Fanya vitu kama kijana, na nakutia moyo bado usiwe na maono madogo kama ya wazee, uwe na maono makubwa, kwa sababu wewe umethaminiwa, wewe umeaminiwa, wewe ni kijana, wewe una muda mrefu. Mtoto mdogo ana ndoto kubwa, lakini muda wa kushika vitu hivyo vikubwa bado. Sawa, tunakwenda kwenye wazee, tunatamani kufanya vitu. Mimi mhubiri wa Injili, na jela sina rafiki yangu mwingine. Kuna wakati mwingine unatamani uruke kama ile nyakati zile zingine, lakini unakuta umri unakataa kuruka sana. Bwana Yesu asifiwe.
katika ujana wako. Unajua mtoto akikosea, tunasema amekosea kwa sababu ya utoto, si ndio? Hata kutengeneza kwake, hata kusamehewa kwake ni rahisi. Lakini kijana aliyetambua kweli, aliyefahamu kweli, anapokosea, anapoipenda dunia, wapendwa, nataka nikwambie, ukikosea kwenye ujana wako, nataka nikwambie na kule kwenye uzee, kama hujatengeneza, unaweza ukawa na uzee mbaya sana. Kwenye nafasi ya ujana ndio mahali pa kufanya vitu vizito. Kama ni amina, sema amen. Wewe kijana ni kiungo kikubwa sana ndani ya kanisa, ni kiungo kikubwa sana ndani ya familia. Bwana Yesu akwesi. Lazima ufahamu. Tukitaka wapiga ngoma, tunatafuta vijana. Nyie mwana wazee wanapiga ngoma siku hizi, mwishaona wanapiga ngoma. Walishaanza kupiga zile ngoma titi zile za ngozi za ng'ombe zile. Nyie wenzetu tumeletewa hizi ngoma za kisasa. Hizi mimi tukiomba nichanganye siwezi. Hizi. Lakini vijana bwana, tunataka kuwapata wakizi ngoma. Yuzi mwanangu wa sababu, unajua ile ngoma imeshapasuka. Na yeye ndio mpigaji mkubwa. Na nani kapasua? Unaona mzee Jerry, hawatosheki na hiki, wameleta na hiki. Hiki ni tatizo. Ujana ndio sehemu ya kufanya utumishi mkubwa kuliko ukiwa mdogo, mkubwa kuliko ukiwa mzee. Mpo? Na sisi tunajivunia uenzi wa ujana wetu. Walipotuambia twende kwenye injili, tulienda kwenye injili. Twende kwenye mikesha, tulienda kwenye mikesha. Na ukiona kijana analala, mwambie unahitaji kuombewa, kuwekea mikono. Bila ni mwangalizi, bwana anambia nimepita kwa chini waangalizi zaidi ya 6. Bwana bless you. Amen. Na hata kabla sio katibu wa section, sio mtu wa section, nilikuwa kiongozi wa maombi. Nikatoka kwenye maombi nikawa kiongozi wa zoni. Wakati nafahamu kanisa la Kifuru King'asi, tulikuwa tunakatisha, tunakwenda Mkesha, Kinondoni tunakwenda, Temeke tunaenda, mahali popote tunapoambia kuna Mkesha tunakwenda. Siku hizi vijana tunataka tulale kama wazee. Mwambie mwenzako tukatae roho katika jina la Yesu aliye hai. Kataa. Na hata kufanya mambo ya kawaida ndio wakati wa kufanya vitu. Ni wakati wa kuchakalika sahihi. Madamu bado una nguvu. Kama ulikuwa unasoma ukaacha kusoma, ninaamsha hadi leo kasome tena. Rudi darasani kasome tena. Rudi kwenye kitabu kasome tena. Usilizike, maana Mungu bado na kazi na wewe. Kijana usikate tamaa. Mwambie binti aliye karibu nawe, sio kijana wake, mwambie binti aliye karibu nawe. Mwambie sisi tunamwona apolewa. Uwe na maono. Najua mtu atakuja kuhubiri somo la mahusiano, amina zitakuwa nyingi. Sema ni sisi. Maana ukitaka kufikisha vijana mahusiano, lakini mahusiano pasipokuwa na hela ni shida. Ni shida. Nasema ukweli, mahusiano bila hela ni shida. Wanaume mpo? Usiwaze kuoa tu. Waza kuoa, lakini waza kuwa na hela. Na muda kutengeneza mipango ya kupata hela ni wakati huu katika jina la Yesu. Ni wakati huu katika jina la Yesu.
Vijana tuachane na uvivu. Sio nini wale wako naenda kuhubiri kesho kule. Wame mtakuwa naenda kuhubiria kule kesho. Afu karibu hapo na hapo tu mbele hapo. Kijana lazima uwe na wivu. Nilikuwa nawafundisha pale kanisani leo kwa habari ya kuwa na njaa na kiu kwa ajili ya mambo makuu mawili ya kawaida na ya kiroho. Kuna kijana amejichokea, hana mpango wowote wa kuwa mtu mkubwa baadaye. Mimi nakuamsha usiku wa leo, uwe na ndoto kwa ajili ya kufikia maono yako. Uwe na ndoto kubwa, uwe na maono makubwa ya kusema mimi kama kijana, mimi kama binti nitaleta heshima kwenye familia yangu, nitaleta heshima kwenye ukoo wangu, nitaleta heshima kwenye kanisa langu, nitaleta heshima. Nitaleta heshima. Na heshima hiji tu kwa kusuka nywele, heshima hiji tu kwa kitu fulani, hapana. Heshima inakuja kwa sababu niweka mikakati, kwa sababu namtumikia Mungu. Kuna heshima Mungu atairuhusu ndani ya kijana wa section ya Mbezi. Tunamwomba Bwana wa majeshi, Mungu katuinulie vijana, Mungu kainulie mabinti wenye wivu kwa ajili ya Bwana, wenye kiu kwa ajili ya Bwana, ambao watatikisa Mbezi, watatikisa Tanzania, watokee section ya Mbezi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Inawezekana, inawezekana. Mwambie mwenzako sikae kama umefika. Ongea na mtu hapo, sikae kama umefika. Mimi nachukia umaskini kuliko maelezo. Basta nachukia umaskini. Hata watu wangu wanajua. Alafu nachukia uzembe. Nilikuwa nawaambia kanisani, nikawaambia TG inachukia uzembe. Nikasema TG inachukia uvivu. Kama wewe umeingia kwenye TG, yani mkimbizano tulionao huu wa miaka 13 ya moto wa mshu, kama kijana utakaa kama kijana, ulimi utakutoka, utaenda kwenye mafuta, na itakuwa ni aibu binti kwenda kwenye mafuta. Unataka kutuletea wako kutoka kwenye KK, tunakataa kwa jina la Yesu. Tuna vijana waliojaa mahali hapa, acha kutazama huku na kule. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Unapokaa kwenye huduma, unapokaa kwenye utumishi, Mungu ataleta mtu kutoka mbali, ataleta mtu kutoka usikokujua, ataleta fedha, ataleta chochote unachokihitaji. Mtu akinitu mimi, Baba tamheshimu, Baba tamheshimu. Chochea utumishi wako, chochea utumishi wako, chochea utumishi wako, chochea utumishi wako, na uwe baraka katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Juzi nilipata neema kwenda kuhubiri kwenye TV yetu ya TG, Zoe TG pale. Kapata neema, askofu wangu aje nenda kahubiri Kangala. Sasa nikafika, napokelewa na dada dogo tu. Tumeshika kila eneo, mitambo imekaa vizuri. Mpaka unamulikiwa mataa, studio ya kimataifa. Safi. Wamejaa roho. Amen. Kuna kazi zingine upendo hautaenda mpaka Roho Mtakatifu akupeleke mwenyewe. Kuna ofisi zingine hautaenda mpaka Roho Mtakatifu akunyakue, kama alivyonyakua Filipo, akakupeleka mahali na kuombea neema ya Mungu aliye hai. Wenye dhambi watakosa kazi, walio ndani ya kanisa watapata neema ya upendeleo, watapata neema ya upendeleo, watapata neema ya upendeleo. Kile kipindi kimenifungulia mlango na watu wa Canada ambao tumekuona. Tusaidie maono kutoka Canada. Sio watu okeleo. Leo wananiambia Bwana tutakurudisha tena kule kule. Nataka nikuombee neema ya Mungu. Wewe kijana wewe jitunza, Mungu akutambulishe katika jina la Yesu. Nasema tena Mungu akutambulishe katika jina la Yesu. Usitembee na
wameoa kwa harusi, na mimi nitaoa kwa harusi. Kuna mabinti watatamani atakuvaa shela. Mimi nakuombea neema ya Mungu, pata njia ya kuvaa shela wewe. Shela nzuri. Nyeupe. Nyeupe. Vijana na nyinyi tabanini mje na suti zenu, viatu vinang'aa. Amen. Halo? Nikasema kama wameoa na mimi nitakuja kuoa kwa harusi. Na unajua siku hizo miaka hii harusi yangu ilikuwa ya kimataifa. Kwa nini kwa kimataifa? Kwa sababu katikati ya kanisa kubwa Kinondoni tulikunywa soda na karanga. Soda na karanga. Sasa na yanga kwa mwanzo kupeleka kule Sheraton na tupeleka Serena siku wapi na soda. Bajeti ni Kigoma. Lakini Kigoma bajeti sio kushindwa kuoa. Sio kushindwa kuoa. Na juzi niliadhimisha miaka 25 ndoa yangu, nikasema nalipiza. Nilipiza huko kuja tu, lakini nilipiza. Nilipeleka kwenye ukumbi mzito pale Kibaha. Wewe sio ukweli. Nimwambia shetani ulinionea nyakati hizi. Sasa hivi sio huwezi kunionea tena. Mwambia Mungu unionee tena. Unionee tena. Alikuonea mahali, hakuonei tena. Hakuonei tena. Unainuka. Unainuka. Na kijana mwenye maono. Unainuka. Na kijana mwenye hela. Unainuka. Ewe mpenzi. Unainuka. Wewe sio mafuta. Wewe sio vitambaa. Wewe sio zumaridi. Wewe ni wa Yesu. Wewe ni wa Yesu. Hakuna fedha, hakuna dhahabu. Tulicho nacho ni zaidi ya hela. Tulicho nacho ni zaidi ya fedha. Tulicho nacho ni zaidi ya mafuta. Ni jina la Yesu Nazareti. Lolote laweza tokea. Na unaisha kwa maana neno ufunguzi. Narudi kwenye umisheni. Mimi napenda kijana nitamani kufika mbali. Yusi mabinti zangu walikuja. Mmoja yuko pale kanisani anasoma degree pale Kibaha. Alikalia mdogo tu. Anasoma degree ya theolojia, mambo ya Mungu. Alafu akaja na binti yake, na binti rafiki yake. Rafiki. Muulize mmoja kwa rafiki yako ni nani? Kale kabinti kazuri kametoka kwa mtunza hazina wa taifa Nimrod Swah. Nimrod? Nilipoona tu dada mimi nikabarikiwa kwa sababu wameitika wakiwa bado mabinti. Usiitike kwa kumwelewa meno. Usiitike kwa umeanguka mara 7. No. Walipokuja kule usiku kwangu ile cheni ilikuwa nimewekewa mimi. Nikaambia pandeni kule juu. Wewe unakufahamu kule juu kile kiyoyozi. Nikaambia sasa mnywe chai, mfurahi, alafu nakuja kuwabariki, alafu mwende chuo. Hizo neema wengine hatakuwa nazo. Na kutia moyo mchungaji wako pia atakutuma furahi. Jua hiyo ni neema. Kijana uliaminiwa na Mungu, jitunze. Mwambie mwenzako jitunze. Jeshi. Nasema tena jitunze. Mungu ametuamini sana. Askofu wetu mkuu ametuamini mno. Ukienda kumwangalia askofu wa jimbo kubwa la Dodoma, Nyejas, jimbo pale kwa nalo Mainyela, jimbo la Dodoma kati pa kwenye kitovu cha nchi, ukiacha kwa Ole, aliyechukua ile jimbo ni kijana wa CS. Na ufahamu mtu ana Zefania, mchungaji Zefania Mkuyu. Kijana tu mwenye maono, kijana aliyejitunza chini ya uwepo wa miguu ya baba yake.
vijana tuwafundishe huduma. Hawapatikani, mwambie mwenzako kupatikana wewe. Leo ndio askofu na leo ndio mkurugenzi, si bado mkurugenzi wewe. Kwa hiyo sehemu anakalia kiti cha mkurugenzi wa vijana taifa, anakalia kiti cha baba askofu wa jimbo la Papa. Kuna mama askofu mko hapa. Amina. Hebu usimpunge mkono basi mama askofu, atarajiwa mama waangalizi nyinyi mko hapa. Amen. Nyinyi hapa. Tuna wakurugenzi wa WWK taifa mko hapa. Tuna kina Mwita wengine wako hapa. Tuna kina Sefania Mkuu wengine wako hapa. Tuna wainjilisti wakubwa kama kina mzee Mjaki wako hapa. Wako hapa. Wako hapa. Tuna wachungaji wakubwa wenye maono makubwa, wenye makanisa makubwa. Mko hapa. Lazima ujiheshimu, lazima ujitunze, lazima uheshimu kile kitu ambacho Mungu amekupa. Nimefanya kazi na mzee Swai wa Mali. Ili kanisa liko kule barabara na ubiri kwamba pale pana mtu wa Mungu hapa. Uongo kweli? Kweli. Na yule mzee kwenye miaka kule anakwenda 70 kitu 80 kitu. Lakini kama kuna wazee wa umri lakini wa vijana wa roho ni yule mzee Swai. Mimi naambia ukweli. Na yule umri tu ndio lakini kwenye mambo ya maono. Kaangalia ofisi yake kule. Si vijana tunachemka. Na neno. Na uzuri kwenye mbio hizi, mwanamke akimbie, mwanaume akimbie, tutakutana mbele ya safari. Hizi ndio mbio za marathon za kukimbia kwenye utumishi. Nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, wanaume kwa wanawake, nao watafanya mambo makubwa na ya ajabu. Section ya Mbezi sio wakati wa kulala. Kwanza mna mkurugenzi, mna watu wa viongozi wote wasomi hapa. Amina. Hebu simameni viongozi wako. Basi Mbugira Mbugira. Wewe mwanangu unasoma wakati kazi? Come college. Nachukua peji ya daktari. Unaona huyu na teacher mkubwa. Huyu dokta. Ukimkuta Muhimbili sio kama yeye. Anatembea analinga na Yesu wake. Analinga na Yesu wake. Tukimheshimu Yesu atatufikisha mbali sana. Kae. Na mwana yule mwanapunda, yule punda kwa Yesu anambia, "Nendeni mkamfungue punda na mwanapunda." Unanielewa? Alafu alipoenda akamwambia, wakiwauliza semeni, Bwana ana haja nao. Sasa kilichotokea nini? Yule punda alipopelekwa kwa Yesu, Yesu akampanda yule punda. Unajua kitokea kitu gani? Barabara nzima, ikisema barabara nzima. Walitandika nini? Kamba. Wakachukua matawi, wakayaongeza na mitende, wakayasema, "Hosana mwana wa nani?" Kwa mara ya kwanza punda anatembea juu ya kanga. Ukimbeba Yesu kwa uaminifu hata kuacha. Mwambie mwenzako, ukimbeba Yesu kwa uaminifu hata kutupa. Utaimbiwa nyimbo zote, utapelekwa kwenye ofisi mbalimbali, imradi tu umembeba Yesu sasa. Nimesema kijana nikiunganisha ndani ya kanisa kwa sababu, ngoja nikupe sababu kadhaa. Kwanza sifa kijana, wewe una nguvu za kiroho na za kimwili. Lakini pia tumemshinda yule mwovu. Tunakataa maanguko katikati ya vijana. Mwambie mwenzako, tunakataa maanguko katikati ya vijana. Hatuna wokovu wa kisasa sisi. Narudia tena, hatuna wokovu wa kisasa. Kwa kusema tufungue kwanza mbuzi kwenye gunia. Mwambie mwenzako, wewe fungua tu. Ila mwisho wa safari itajulikana. Anakuambia ukweli.
Biblia inasema mchafu lazima kwa nini? Na mtakatifu azidi kuwa kujitakasa. Kama mtakatifu zidi kuwa mtakatifu, utapewa aliye mtakatifu, utapewa aliye mcha Mungu. Tumemshinda yule mwovu, lakini Biblia inasema neno la Mungu linakaa ndani yetu. Kijana anahitaji nini ili kufikia maono yake? Namba moja, anahitaji kuandaliwa. Tuko hapa kukuandaa. Bwana Yesu apewe sifa. Andika, tunakuandaa kuwa mtumishi mkubwa baadaye. Nasema tena, tunakuandaa ili uje ulifae kanisa. Kwenye mpango kazi wetu tunahitaji wachungaji wasiopungua 45,000. 45,000. Manake ninapoangalia hapa karibu nusu ya nyinyi mlioko hapa ni wachungaji watarajiwa. Sema amen. Na kama nilivyosema, Yesu achagueni mwanamke anakuita tu nifuate. Wewe ni mwanaume anakuita tu nifuate. Kijana, kubali kuandaliwa kwa ajili ya utumishi. Na kongamano hili lipo ili kukuandaa kijana. Sema amen. Naongea na mzee mmoja kule nyumbani akaniambia tumebaki kama wazee watatu, wengine wote wamekufa. Wazee wengi sasa hivi wanachoka. Tunahitaji watu watakao tusaidia kazi. Tunahitaji vijana watakao tusaidia kazi. Nimempenda mzee Swali. Simama rafiki yako. Kumleka huyo kijana, huyo mzee ana maono makubwa. Pigeni makofi mzee Swali. Nakwambia ukweli. Kuna kanisa moja sitaki kulisema, alikuwa pale wewe. Pale karibu na Ubungo pale. Unaenda hivi. Yaani mchungaji mwenyewe mzee. Alafu anamweka mchungaji msaidizi mzee. Unategemea nini sasa? Hata kumtuma unaona aibu, unamsaidia kufanya mwingine. Amekuja mchungaji kijana. Kama nakumbuka kwa hiyo tufundisha kwenye maombi juzi. Amekuja mchungaji kijana mwenye maono. Mimi kanisa wamefura wachungaji kama 4-5 wazee. Amekuja pasta kijana, ameinua gorofa pale. Yaani kijana una neema ya kuona mambo ambayo wazee hawaoni. Na Mungu akupe kuona mbali zaidi katika jina la Yesu. Kwa mzee kumwinua huyu awe mchungaji msaidizi, anaona mbali. Kuna mahali pengine unaweza kumtuma mzee, lakini wakituma anasema ndio baba, kumbe naye anaangalia. Mfurahia mzee Swai na mimi kama babangu ndio nimsema wakinondoka. Anasema rafiki yangu juzi akasema, akaita watu wale akasema Dr. Dickson Mkoka, Dr. Joseph Mackenzie Jr. Akasema kuanzia leo ninyi wote ni wachungaji wangu wasaidizi. Bwana Yesu apewe sifa. Akawaweka akasema natambua mafuta yaliyomlika na mimi muda wote. Ukikaa vizuri na mchungaji wako hata kuacha. Usiwe mwepesi wa kukimbia. Kubali kuandaliwa. Mimi ni mwangalizi wako, nasema tena kubali kuandaliwa. Amen. Na tukakwambia tena kubali kuandaliwa. Amen. Yoshua hajawahi kuwa mtumishi wakati Musa anaishi. Hakuwa mtumishi wa nani? Wa Mungu, alikuwa mtumishi wa Musa. Lakini wao vijana wengi hamtaki kuwa watumishi wa wachungaji wetu. Hata utaki kwenda hata kufuta kiatu cha mchungaji wako, hata kununua kiu begani, kiu ya mchungaji. Kiu begani sio futa. Futa tu. Wanda tulikuwa tunajipendekeza kwenda kwa wachungaji wetu. Tunajipendekeza. Nyumba nayo kama mzee Swai wa Kinondoni, mimi tumehusika kupiga kifusi mzee kujaza ile nyumba sawa sawa. Kifusi mwanzo mpaka mwisho. Siku hizi kwa wachungaji wenu mpaka kuna majani yanaota mpaka mlangoni. Vijana mpo? Sisi tunawaandaa.
mchungaji anatoka pale, au mama mchungaji, mabinti niliona ni wapi niliona ile issue ya nani ile ya CMF ameingia baba makamu askofu kule Dodoma, anaingia na kamati yake alafu anakuja mama askofu na wapambe wake huko nyuma. Leo ukimwona pasta anakuja pale ili tu kwenda usipokee begi, unajikausha. Au unageukia upande mwingine. Kumbe ungepokea lile begi lina mafuta, lina maneno ya kukubariki. Mmoja nimwambia mshirika wangu, kaambia unaona hivi viatu? Maana fanya kazi fanya kufu ya viatu. Kama naona viatu vya mchana kwa vichafu, nikamwambia navaa hivyo afu isikie raha. Yaani kwa mchungaji wako hapaswi kukuomba wewe chochote. Ni aibu mzazi aliyekuzaa akawa na kuomba wewe vitu, na kuna vijana hawana adabu. Kuna kuhubiri kesho, wanamdipu mpaka mzazi wake wa kiroho, wanamdipu mpaka mzazi wake aliyemzaa. Leo pone katika jina la Yesu. Unapotaka baraka zinatafutwa kwa jasho. Lazima ujipendekeze ili usione baraka za Mungu. Lazima ujitoe kwa bidii. Bwana asifiwe. Mimi na somo langu kule jamani. Sasa kama unataka kubarikiwa, usianze biashara yako kizembezeni. Gusia tu mwangalizi wako. Hakisha baba mchungaji umemfurahisha. Kwa mama nyimba binti akishiri mama wachungaji mwasaidia. Mwapeka hata saruna kalosti zile nywele. Juu hata kiatu cha mama mchungaji anavaa ngapi wewe Neema pasta punga mkono. Wewe si kwa juzi Dodoma. Nakumbuka anga za kule Dodoma. Mimi mpaka na maiza ajira miaka mitatu ya chuo cha Biblia nilisaidiwa na shilingi 40,000. Ndio nilipewa kama kwa kanisa 40,000. Lakini yale machungu niliyotendewa mimi sitaki niwatendee na wengine wasomesha mimi. Na wewe ndio unapita mikono mwangu nasema raha mstarehe. Ukitendewa na wengine mabaya, wewe watendee wengine mema. Amen. Na uwezi kuwatendea wengine mema kama una kitu cha kuwasaidia. Kijana anahitaji kuangaliwa. Lakini andika, kijana anahitaji kushauriwa. Kijana anapenda kushauriwa. Mabinti takeni kushauriwa na wachungaji na wazee wa kanisa walio waaminifu. Kijana unahitaji kufundishwa. Kaa kwenye kongamano hili ufundishwe. Mimi kama baba yenu akilo naomba usiwepo na kutoka nje. Kama ni amina sema amen. Dokta amehudhuria kongamano la wainjilisti Dodoma. Jirasi umefika pale, Askofu Muhiche hajasema mara moja sio mara mbili. Anasema miongoni mwa makongamano yenye adabu ni wainjilisti wanapokuwepo Dodoma. Hapa kaa ufundishwe. Hata kama pasako anatufundisha, lakini hapa kuna mafuta mengine. Kubali kufundishwa. Usije tu na Biblia kwenye simu. Njoo na Biblia yako kamili, njoo na diary yako, njoo na kalamu. Kaa kama mwanafunzi. Vinavyofundishwa visianguke. Sema amen. Lakini pia kijana aliye ndani ya kanisa, ili thamani yake endelee kudumu, kubali maonyo, kubali kukemewa inapobidi. Paulo anamwambia Timotheo, kemea, karipia, onya inapobidi. Ukiambiwa kuna mahali hujaenda vizuri, sema asante Yesu kwa sababu umeniona, nataka kuniponya. Lakini pia vijana mnahitaji kuombewa. Ongeni mkono vijana. Naamini kabisa wanenaji wote watawakeni mikono. Mnahitaji kuombewa sana, kwa sababu shetani anawatafuta watumie, sio watumikishe. Lakini Yesu anatafuta watumie. Kubalini Yesu awatumie. Kubalini Yesu awatumie. Tukiondoka hapa nyinyi wote kalipia na tukaenda pale tukarudi tu dakika chache, tukaenda hapo Mbezi kunaitwa baa ya Lubumbashi. Nyinyi mkienda
kuna madada wadogo walianzia miaka 30 kushuka chini wanajiuza sasa hivi kuanzia saa 1 kamili hadi kuna kucha, wanajiuza. Na sisi tunawaombea neema ya Mungu, mitandao isiwaharibu katika jina la Yesu. Usiangalie picha za ngono wewe uliokoka, ni aibu. Punga mkono, ni aibu. Macho yako yasiangalie vitu vichafu. Tunza thamani yako, tunza thamani yako. Kwa hiyo tuko na wachungaji wenu, tuna wajibu wa kuombea, lakini usimwombee mtu asiyejiombea. Nataka tukuombea wewe mwenyewe kwa sababu unajiombea. Bwana asifiwe. Vijana wanahitaji kufikiwa. Ndio maana haya ni makongamano ya kitaifa, yameshuka jimbo na yamekuja section. Niombe nyinyi viongozi wa matawi, nyosheni mikono. Viongozi wa matawi nyosheni mikono. Kusanyeni makusanyiko ya vijana muyafikie inavyobidi. Sawa? Kurugenzi kama hivi isiwe ni mwisho, kusanyeni vijana. Ndio wanapata maono hawa. Badala ya kule kwa mfinyu. Mnanielewa? Na nyinyi mkija hapa mbele jifunza kucheka. Kama ulikuwa unanunua na kuweka kanisani kwako, hapa cheka. Mwambie mwenzako hapa onyesha tabasamu. Mnanielewa? Kama kijana wa kiume sio kama polisi afande fulani, hapana. Wapendwa, kwenye makongamano kama haya Roho alisema na watu. Na mimi naomba katika jina la Yesu, kwa vijana ambao hawajaolewa, kwa vijana ambao hawajaoa, Roho Bwana aseme na watu hapa. Hata kama niko bakola. Maana mnapitiliza. Nimpenda Pastor Ng'ang'a, akakamata Pastor Ng'ang'a yule Maina wa Kenya, akakamata vijana wengi ambao hawajaoa, kaambia pangeni mstari, akaanza kuwapitisha kwa moto. Unasubiri nikoa, unasubiri nikoa swali, unasubiri nikoa. Nataka tukupige mpaka mgogo. Yote ni uvivu wa kutafuta hela. Bwana kupe upako kushika hela katika jina la Yesu. Bwana kupe upako kushika vitu vikubwa katika jina la Yesu. Bwana kupe upako wa kuwaza mambo makubwa katika jina la Yesu. Waga unaishi kwa kutafakari mpendwa. Ukija kuoa na miaka 40 30, mwanao wa kwanza atakuwa miaka, wewe una miaka mingapi? Mwanao wa pili atakuwa wewe una miaka mingapi? Sasa utakuja kuitwa babu, shikamoo. Bongo. Nishapigia mkono. Maono. Hapo nao nataka kutulingia wewe mwanaume. Basi bwana. Vijana wanahitaji kuambia wanaweza. Na mimi niko niwaambie mnaweza. 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 Mpo kwa ajili ya kuliimarisha kanisa la Mungu, mfahamu hivyo. Mpo kwa ajili ya kulikuza kanisa kwa njia ya moto wa Injili. Likuzeni kanisa. Zalisheni washirika wapya. Mpo kwa ajili ya kujenga. Mpo kwa ajili ya kuzikuza huduma za watu wengine. Ukawa wewe ni mtu wa kibodi, wewe ni mtu wa mtambo, usiwe peke yako. Andaa na watu wengine katika jina la Yesu. Andaa na watu wengine katika jina la Yesu. Nimempenda daktari, yeye ameke kila kitu yeye mwenyewe, na watu wake nao msaidia katika jina la Yesu. Simama pale ulipo. Inua mikono yako juu. Wewe ni kiungo cha thamani sana. Yohana 4, kutembea katika maono yake,
tumeendelea kutembea katika yale ambayo Mungu alimpa, na sisi tumeona hakika Mungu kibariki section ya Mbezi. Tumekuona ukituinulia wachungaji wengi, tumeona ukiinua vijana wengi, na Mungu endelea kuita wengine wa kutumikia. Mungu akaitunze thamani yao kama vijana. Mafuta ya Roho Mtakatifu yaendelee kutiririka ndani ya vijana hao. Wanatumika madhabahuni pako, hatuna cha kuwalipa, lakini wewe Bwana unaweza kuwalipa. Kuna mahali wameumizwa, lakini Mungu unaweza kuponya majeraha yao, unaweza kuponya majeraha yao, au ukaponye vidonda vya mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine wamepoteza matumaini, naomba ukafufue matumaini yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, kuna wengine hawaoni hatima yao itakuache. Naomba Bwana ukawafungulie macho waone, kama Elisha alivyomwambia Mungu, fungua macho Gehazi aone. Walio upande wetu ni wengi, walio upande wetu wanashinda na zaidi ya kushinda. Ninawaweka vijana hawa Bwana katika kongamano hili zuri la section ya Mbezi. Ninaomba Bwana likawe na upako mwingi, ninaomba Bwana likawe na nguvu nyingi, vipawa na kalama mbalimbali zikatende kazi. Walimu watakaosimama kwa ajili ya kunena, Bwana watumie katika nguvu nyingi, watumie katika upako mwingi, katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa mamlaka ulionipa, nasimama kinyume na wewe kurudisha vijana nyuma, na ikemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, natamkia neema yako Mungu uweze kuinuka na kuitenda kazi yako kwa upya, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kongamano letu sasa la mwaka wa 2026 limefunguliwa leo rasmi, usiku wa leo, siku ya leo ya Alhamisi, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Watoto wa Mungu waseme amen. Saa 6 na